uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zilisheheni kwenye mkutano wa uchaguzi wa chama cha UDA uliofanyika katika eneo la Ukunda, kaunti ya Kwale. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu wa Kwale Bravian Simiyu, ni kwamba chama cha UDA kimewataka wakazi wa Pwani kujitokeza kwa wingi ili kushiriki katika uchaguzi wa mashinani. Spika wa Seneti Amason Kingi aliongoza viongozi wa UDA katika siasa za kukipigia debe chama hicho kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Akizungumza kwenye uwanja wa maonyesho wa Ukunda, eneo bunge la Msambweni, Kingi amesema kuwa chama cha PAHA hakitasimamisha mgombea yeyote bali kitaunga mkono UDA. Wale wote ambao wanataka kutafuta nyadhifa mbalimbali za kisiasa kupitia chama cha PAHA mwakani, sasa waje katika chama cha UDA watafute nyadhifa zile kupitia mwavuli wa chama cha UDA hapa ndani ya kaunti ya Kwale. Ili sisi tusiweze kunyanyaswa kutoka sehemu zingine, lazima tujisimamie kama Wakwale. Tunaanza kutoka kiti cha MCA mpaka kiti cha urais ni UDA. Naye waziri wa michezo na masuala ya vijana Salim Mvurya ameukosoa vikali upande wa upinzani, akisema kuwa unaendeleza siasa za matusi na ukabila bila ajenda ya maendeleo. Kura ya urais haitapigwa kwa makabila, kwa sera ya ukabila, kwa sera ya kuwagawanya Wakenya. Kura ya rais inapigwa kwa yule ako na track record. Kauli yake imeungwa mkono na viongozi wengine walioelekeza mashambulizi ya kisiasa kwa mrengo wa upinzani. Kuna hata mradi mmoja Kalonzo amefanya huku, huyo Matiang'i amefanya mradi huku. Hasa wao hawakututambua, sasa wataka viti ndio wajidai wamekuwa ni wasemaji wakubwa wa watu wa Pwani. Na tusisikie porojo ya wale wapinzani ya William Samoei Ruto. Wale hawana ajenda ya watu wa Kwale na watu wa Msambweni. Viongozi hao aidha wamewahimiza wenyeji kushiriki kwenye uchaguzi wa mashinani wa UDA utakaofanyika tarehe 23 mwezi huu wa Aprili. Na siku ya leo tumekusanyika hapa Diani kwa ajili ya kurai wananchi wa Kwale County ili kujiunga na hii chama ya UDA. Nikiripotia TV47, mimi ni Bravian Simiyu.